Yo, mambo vipi bana, naitwa King Ziva. As you know, vile ambavyo watu tunafanya, this is how we roll out. Bana, stories zimekuwa nyingi sana kuhusiana na kifo cha Young Scooter. Young Scooter amefariki siku ambayo ni ya birthday yake. Yeye ni mzaliwa mwaka 1986, alizaliwa tarehe 28 mwezi March na amefariki mwaka huu tarehe 28 mwezi March, siku ambayo ilikuwa ni ya birthday yake. Na chanzo cha kifo chake kuna vitu vingi vinaelezwa, lakini ukipita kwenye ukurasa wa X, zamani Twitter, utaona pale rapper Young Thug ameweza kuposti akasema chanzo cha kifo cha Young Scooter ni kupigwa risasi na polisi. Sasa ilikuwaje? Inaongea? Okay, sawa. Yo, mambo vipi bana, naitwa King Ziva. As you know, vile ambavyo watu tunafanya, this is how we roll out. Bana, stories zimekuwa nyingi sana kuhusiana na kifo cha Young Scooter. Young Scooter amefariki siku ambayo ni ya birthday yake. Yeye ni mzaliwa mwaka 1986, alizaliwa tarehe 28 mwezi March na amefariki mwaka huu tarehe 28 mwezi March, siku ambayo ilikuwa ni ya birthday yake. Na chanzo cha kifo chake kuna vitu vingi vinaelezwa, lakini ukipita kwenye ukurasa wa X, zamani Twitter, utaona pale rapper Young Thug ameweza kuposti akasema chanzo cha kifo cha Young Scooter ni kupigwa risasi na polisi. Sasa ilikuwaje? Ni kwamba tarehe 28 mwezi March ambayo ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa, I don't know kama alikuwa amejipanga kuhusiana na kusherehekea au alikuwa hajui. I don't know, unajua kuna ile kupitiwa pia. Unaweza kusahau, mtu akakukumbusha kwamba leo ni birthday yako, unajua zile. So kitu ambacho kili happen ni kwamba kuna tarehe 28 mwezi March kuna mwanadada ambaye anaitwa Demi Branco. Yeye aliweza kupiga ile 911 namba ya polisi, akawapigia polisi na kusema kwamba eneo fulani kuna tukio, watu wametumia silaha, kwa maana kwamba kuna kufiatuliana risasi na kuna mtu amepigwa risasi. So kilicho happen ni kwamba polisi walienda chap kwa ajili ya kwenda kufanya kazi yao. Walipofika eneo la tukio wakamkuta Young Scooter. Young Scooter akapagawa kuona polisi wala mabunduki nini, akakimbia. So ile kukimbia akaruka kwenye ukuta ambao ilikuwa ni fence ambao. So akaruka, then kilicho happen wakati anakimbia akafariki. So chanzo cha kifo chake Young Thug anasema ni alipigwa risasi na polisi. So polisi wenyewe walikuwa wanafanya kazi yao wakijua kuna wahalifu pale. Kumbe alikuwa ni Young Scooter ambaye alikuwa hajui kinachoendelea. So Demi Branco, huyu ni mwanadada ambaye I don't know kama alikuwa na mahusiano na Young Scooter au ilikuwaje, na I don't know kama aliweza kuwapigia polisi akiwa anataka kumfanyia surprise Young Scooter ya birthday yake, maybe I don't know nini ambacho alikuwa amepanga, lakini polisi wanamshikilia mpaka sasa hivi kwa taarifa ambayo alitoa ambayo imepelekea kifo cha Young Scooter. Lakini kwa mujibu wa wachunguzi kutokea jiji la Atlanta ambayo ndio eneo la tukio ambalo lilitokea, ambapo ndio sehemu pia ambayo anaishi, wamesema wamechunguza chanzo cha kifo chake ni jeraha kubwa ambalo lilipatikana kwenye mwili wake ambalo lipo kwenye paja, na wanasema ni jeraha ambalo lilipata kutokana na mkwaruzo ambao alipata wakati anaruka fence. Ni mbao ambayo iliweza kumpatia hilo jeraha na damu nyingi zilitoka, ndo chanzo cha kifo chake. So wachunguzi wanasema hivyo kwa maana madaktari. Young Thug amesema chanzo cha kifo cha Young Scooter ni kupigwa risasi na polisi. So I don't know kama madaktari wametoa hii taarifa wakiwa wanaepusha watu kuwachukia polisi. I don't know kama chanzo cha kifo ni kweli ni jeraha ambalo alilipata kwenye paja kwa kuruka ukuta ambao ikamkwaruza au ni risasi, lakini watu wengi wanasema lazima itakuwa ni risasi ambayo polisi walizifiatua. So kuna uwezekano kuna risasi ambayo ilimpata, na Young Thug yeye anasema ni risasi ambayo iko kwenye imepatikana, anasema ilimpiga kwenye kichwa ya Young Scooter. Bana, tumempoteza msanii mwingine mkali kutokea Marekani. Bana, mimi naitwa King Ziva and this is how we do. Big shout out, endelea kutufollow Fay TV, lakini pia subscribe, like, comment and share. Hapo YouTube tunatumia Fay Heroes channel. Yo, what's up? Inaongea? Okay, sawa. Yo, mambo vipi bana, naitwa King Ziva. As you know, vile ambavyo watu tunafanya, this is how we roll out. Bana, stories zimekuwa nyingi sana kuhusiana na kifo cha Young Scooter. Young Scooter
amefariki siku ambayo ni ya birthday yake. Yeye ni mzaliwa mwaka 1986, alizaliwa tarehe 28 mwezi March na amefariki mwaka huu tarehe 28 mwezi March, siku ambayo ilikuwa ni ya birthday yake. Na chanzo cha kifo chake kuna vitu vingi vinaelezwa, lakini ukipita kwenye ukurasa wa X, zamani Twitter, utaona pale rapa Young Thug ameweza kuposti akasema chanzo cha kifo cha Young Scooter ni kupigwa risasi na polisi. Sasa ilikuwaje? Ni kwamba tarehe 28 mwezi March ambayo ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa, I don't know kama alikuwa amejipanga kuhusiana na kusherehekea au alikuwa hajui. I don't know, unajua kuna ile kupitiwa pia. Unaweza ukasahau, mtu akakukumbusha kwamba leo ni birthday yako, unajua zile. So kitu ambacho kili happen ni kwamba kuna tarehe 28 mwezi March kuna mwanadada ambaye anaitwa Demi Branco. Yeye aliweza kupiga ile 911 namba ya polisi, akawapigia polisi na kusema kwamba eneo fulani kuna tukio, watu wametumia silaha, kwa maana kwamba kuna kufiatuliana risasi na kuna mtu amepigwa risasi. So kilicho happen ni kwamba polisi walienda chap kwa ajili ya kwenda kufanya kazi yao. Walipofika eneo la tukio wakamkuta Young Scooter. Young Scooter akapagawa kuona polisi wala mabunduki nini, akakimbia. So ile kukimbia akaruka kwenye ukuta ambao ilikuwa ni fence ambao. So akaruka, then kilicho happen wakati anakimbia akafariki. So chanzo cha kifo chake Young Thug anasema ni alipigwa risasi na polisi. So polisi wenyewe walikuwa wanafanya kazi yao wakijua kuna wahalifu pale. Kumbe alikuwa ni Young Scooter ambaye alikuwa hajui kinachoendelea. So Demi Branco huyu ni mwanadada ambaye I don't know kama alikuwa na mahusiano na Young Scooter au ilikuwaje, na I don't know kama aliweza kuwapigia polisi akiwa anataka kumfanyia surprise Young Scooter ya birthday yake, maybe I don't know nini ambacho alikuwa amepanga, lakini polisi wanamshikilia mpaka sasa hivi kwa taarifa ambayo aliitoa ambayo imepelekea kifo cha Young Scooter. Lakini kwa mujibu wa wachunguzi kutokea jiji la Atlanta ambayo ndio eneo la tukio ambalo lilitokea, ambapo ndio sehemu pia ambayo anaishi, wamesema wamechunguza chanzo cha kifo chake ni jeraha kubwa ambalo lilipatikana kwenye mwili wake ambalo lipo kwenye paja, na wanasema ni jeraha ambalo lilipata kutokana na mkwaruzo ambao alipata wakati anaruka fence. Ni mbao ambayo iliweza kumpatia hilo jeraha na damu nyingi zilitoka, ndo chanzo cha kifo chake. So wachunguzi wanasema hivyo kwa maana madaktari. Young Thug amesema chanzo cha kifo cha Young Scooter ni kupigwa risasi na polisi. So I don't know kama madaktari wametoa hii taarifa wakiwa wanaepusha watu kuwachukia polisi. I don't know kama chanzo cha kifo ni kweli ni jeraha ambalo alilipata kwenye paja kwa kuruka ukuta ambao ikamkwaruza au ni risasi, lakini watu wengi wanasema lazima itakuwa ni risasi ambayo polisi walizifiatua. So kuna uwezekano kuna risasi ambayo ilimpata, na Young Thug anasema ni risasi ambayo iko kwenye imepatikana, anasema ilimpiga kwenye kichwa ya Young Scooter. Bana, tumempoteza msanii mwingine mkali kutokea Marekani. Bana, mimi naitwa King Ziva and this is how we do. Big shout out, endelea kutufollow Fay TV, lakini pia subscribe, like, comment and share. Hapo YouTube tunatumia Fay Heroes channel. Yo, what's up?